niko nyumbani. Niko nyumbani. Msemaji wenu yuko rumande sasa hivi. Ndio, taarifa tulizonazo ndio ziko hivyo kwamba ameshikiliwa na jeshi la polisi. Sawa, kushikiliwa na jeshi la polisi ni sehemu ya maisha kwa sababu wao wapo kwa ajili ya kutulinda. Sehemu ya maisha kwa nini? Nisikilize. Wao wapo kwa ajili ya kuangalia hali ya ulinzi na usalama. Nisikilize. Nikionekana ninakosa na mimi nitashikiliwa. Umeelewa? Kwa hiyo kama umemshikilia sawa, taratibu zitafuatwa, sheria itaangaliwa, wataendelea kufanya utaratibu. Ni nini? Viongozi tunao, wanasheria tunao, wataangalia nini tatizo. Na wanashikiliwa kwa sababu zipi? Kama ni kwa sababu zile za mkuu wa mkoa, kamdomo. Nisikilize basi. Kama ni sababu za mkuu wa mkoa, basi nao wataangalia, watazungumza tu, yatakwisha. Kwa sababu mtoto wa kiume yani si sehemu ya maisha. Umeelewa? Lakini lazima kuna vitu tuviangalie. Huu mpira wetu hauhitaji siasa. Huu mpira unatakiwa mpira ujitenge. Umeelewa? Kwa sababu kuna vitu vingi vilitokea. Sisi tumeitwa wavamizi. Sisi tumeitwa watu ambao tumeingia kichwa. Sawa? Lakini je, ukikuuliza wewe, mkoa ulikuwa hujui kama Yanga wanakuja? Mpaka ukasema Yanga wameingia kichwa. Kwa hiyo yote hayo ni sehemu. Tunataka nikukumbusha kitu kimoja. Simba anakwenda kucheza Mwanza. Inatokea rapsha kubwa sana na vurugu. Mkuu wa ulinzi na usalama wa mkoa ule anakwenda kuangalia na kusawazisha mambo. Lakini yalizungumzwa mengi mpaka kashfa nyingi alipewa. Ikafikia hatua wana Simba wengi wakaenda mbali na kusema kwamba Mheshimiwa Rais amwangalie huyu. Anaingilia swala la mpira au amuondoe mkuu wa mkoa wa Mwanza. Sio? Lakini mkuu wa mkoa wa Mwanza aliyasikiliza maneno, akajua tu ni mambo ya mpira, akaachana nayo. Hakuna mtu ambaye angetakiwa kwenda jela mpaka sasa hivi mmemsahau kama Ahmed Ally. Kwa sababu alitoa kashfa kubwa sana kwa mkuu wa mkoa. Wao wakifanya wenzao na nyinyi mnalipizia. Sisi tuna damu ya kunguni. Mwana Yanga popote ulipo, kuwa makini. Hata sisi tunaozungumza, msitulize maswali ya kututega. Sisi muda wote mmeweza mkashangaa mnakosa wa kuwahoji, mkatukuta tuko rumande huko. Kwa sababu sasa hivi watu wanatuangalia. Ukikosea kidogo, kwa sababu wanaona kwamba huu ubingwa huu watu wanautaka. Mimi nakwambia ubingwa huu watu wanautaka kweli. Nakwambiaje, huu ubingwa watu wanautaka kweli. Wewe hujasikia kwamba wanataka wamfungie sijui. Kuna mwandishi mmoja wamemnunua kutoka Ghana anatengeneza propaganda kwamba yule anataka sijui amechapisha chapisho sijui FIFA wanataka kumkagua Engineer Hersi sijui anapanga matokeo. Wewe hujasikia? Wanatafuta namna kututoa mchezoni, tunaijua hiyo. Sio tuna watu wamekuja na issue kwamba Alex Ngai anatakiwa afungiwe, sijui makamu wa rais wa Yanga anatakiwa afungiwe. Wana compare huyu makamu wa rais, tukimkamata makamu wa rais, tukimkamata Alex Ngai, tuwape mtu mmoja tu hapa magoli. Sasa magoli pale kwao nani? Umeelewa? Kwa hiyo akitupa magoli sisi watukamata watu wawili, wanaona hapa itakuwa safi. Yanga iko kwenye vita kali brother. Wana Yanga kokote ulipo, wewe cha kufanya tu kata kadi yako, sajili. Lakini vinginevyo tuko kwenye vita kubwa. Tuwe makini. Watu ubingwa huu wanautaka kweli. Sasa mamlaka pia heshimiwe lakini. Kwani mamlaka imedharauliwa? Sasa kwa nini msemaji wako yupo rumande? Nisikilize nikwambie, narudia tena kuzungumza kwamba hivi vitu vilikuwa vimekwenda mpira. Kwa sababu hata yeye kuna maneno yeye yazungumza. Labda nikuulize wewe. Yanga kuna watu Yanga wamekuja kichwa. Yanga umeona wameenda kichwa kule? Hatujajua kama maanisha nini hapa. Nakuuliza wewe swali, Yanga wanaenda kichwa. Kuna mtu alienda na kichwa pale? Taarifa kulikuwa hakuna. Kwa hiyo chanzo cha huyu kusema nini? Chanzo cha huyu kusema hayo maneno hata kama kakosea ndani ya mpira, ndani ya maneno ya kimpira, umeelewa? Na huyu Christina Mwagala huyu. Wewe ndio umesababisha yote haya. Huyu mchochezi. Lakini tushakujua wewe Simba. Huyu mwanamke Simba huyu. Ndio maana nilikwambia timu siji nini? Kwa sababu aliwafunga ndio maana mnamwandama. Simba yule, si tunamjua? Msemaji wa Tabora huyo. Mimi nakwambia huyu mwanamke Simba mchochezi kishenzi huyu. Wewe unachochea wiki moja huko da hapo unakuja kufanya nini? Kwa mimi nataka nikwambia haya mambo wasialete huku. Haya mambo wasiaingize kabisa huku. Wayaache kwa sababu hawa wasemaji mpaka wanakuja kusema, wewe sikiliza nikwambie kitu kimoja. Unasema kuna viashiria vya rushwa. Kwamba golikipa sijui amekamatwa sijui kuna message. Ukiona kuna message golikipa katumiwa, kamata ile message kwa sababu wewe ni mkuu wa ulinzi na usalama. Kamata ile message, ipeleke sehemu husika, fungua hatua za kisheria kwa sababu hapa Tanzania tuna chombo cha kudhibiti na kuzuia rushwa, TAKUKURU. Kamata TAKUKURU aliingilie kati hilo, kamata watu. Umeelewa? Safi unakuwa umesaidia nchi. Lakini ukisema tu alafu likakausha tunaona kwamba sio kweli, ni propaganda. Umeelewa? Lakini kitu ambacho wanachotakiwa kukifanya, hizi timu zote ni za kwako. Ukiwa mkuu wa mkoa, timu zote zinazokuja kwako, wewe ndio mkuu wa ulinzi wa usalama wa pale. Wewe ndio unatakiwa kuhakikisha watu mpaka wanaondoka wako katika mikono salama. Umeelewa? Lakini wewe sasa
Ukianza tena kuyaporomosha maneno ya kuwapiga vita watu wanaokuja wageni wako. Wewe mgeni anakuja nyumbani kwako afu mwenyewe unaanza kusema mgeni mwenyewe fala tu huyo. Wewe mgeni mwenyewe amekuja kichwa. Sasa unakuja unipi taarifa. Na wakati taarifa unayo. Sina taarifa kizingo umekuja nyumbani. Sio kweli. Mpya unakokwenda sio kweli. Mpya unakokwenda sio kweli nakwambia. Taifa linakwenda kuingia aibu. Mimi nakwambia. Inakoendelea umeona Yanga? Yanga wanapofika sehemu wanatoa misaada, na hii ndio siri ya mafanikio ya Dar es Salaam Africans. Achana na hizi timu ambazo hazina misaada. Wewe unataka ubingwa? NBC unataka? Huja kwenda kuona watoto yatima, hujatoa sadaka, hujafuturisha watu mwezi mzima umekwisha. Kwa lezi mali hapo inamalizika, watu hujatoa hata sadaka yoyote, afu unataka ubingwa. Yanga anakokwenda, Yanga pamoja na GSM Foundation wakifika sehemu yote wanakwenda kuzuru kwa wale watoto wasiojiweza. Sio watu wa makamera wanafutulisha ile ni sadaka. Sio watu wa kamera. Nataka nikwambie siku zote kwenda kuyaona mafanikio lazima umsogelee na Mungu. Lazima uwe na mkono wa kutoa. Lazima usitake radhi za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akubariki na akunyoshee. Siri ya ushindi na siri ya mafanikio ya Yanga ni kuwa kila nakokwenda anatoa sadaka. Poleni sana. Asante. Atatoka. Msemaji? Atatoka. Yule kiboko yao. Ila kwa Mbinde. Hiyo kwa Mbinde kwa nini msemaji atatoka? Shukrani sana. Asante sana.